Zainabu, punguza sauti ya runinga tusikilizane kupitia simu unayotumia. Asema kuna siku nilimuuliza ile Ijumaa iliyopita. Naam. Huku kwamba nilikuwa nafanya kazi nikukuta talaka huko ndani ya floor. Umeikuta talaka? Kwenye floor. Nilipomuuliza shehe hapo, talaka niliona, nikakuuliza umekuume talaka mbona nilikuta hizo kwenye floor? Je, talaka kwa? Ikawa sina majibu. Nikamsikiza shehe kama hiyo talaka kama hajakabidhi ni talaka. Hata mimi kazi langu iko kipi? Huyu kwa mfano hii talaka aliandika akaiweka kwenye blog. Na mimi nilikuja kuiona talaka tarehe 10 kitu kama wiki. Hapa katikati mtu alikuwa anataka haki yake na alikuwa talaka ile ilikuwa inaandika. Sisi gari na haki alikuwa talaka ameshaandika. Sijui. Swali lako lina utofauti gani na swali lililopita? Yaani COVID. Ile talaka alipoyafika kitu kipasi. Hapo katika nataka haki yake. Sasa je, na haki yake anataka pia kwenye haki. Zainabu, hatukupati vizuri. Yaani hatujakupata vizuri hapo kwenye swali lako. Labda mimi nizungumze kidogo. Yaani ile karatasi ndio. Naam, Zainabu, msikilize Sheikh. Zainabu, swali lako ulivyoliuliza ni kwamba talaka ulikuta kwenye nini? Kwenye draw. Ulivyouliza mimi nakumbuka, nikakuuliza ukasema baada ya kuikuta nikamuuliza, akanambia ili hasa nilikuwa nasubiria nikukabidhi. Si ndio maana yake? Nikakwambia basi ni talaka hiyo, haina tatizo. Sasa sisi swala ni kama tarehe. Kwa mfano ile tarehe, ile siku aliyokuandikia katika kuanza tarehe kutalaka ya kuanza inaanza siku ile, sio tarehe iliyoandikiwa barua. Siku ile ambayo umepewa wewe ndio tunaihesabu kama talaka. Tunahesabu kama yani mtu alinuia kumwacha mke wake. Sasa hawezi kuhukumiwa mpaka atakapotamka. Kwa hiyo inshallah biidhnillah, ile siku ambayo umemuuliza umeiona na ukamuuliza mume na akwambia hii ndio nilikuwa nakusudia ya kukupa, basi siku ile ndio inaanza tarehe 1. Ndio hivyo inakuwa. Basi inshallah. Haya, shukrani sana Mufti Zainabu kutoka Gongo la Mboto.